Septemba 30 mwaka 2024, Clinton Damas maarufu kwa jina la Nyundo, aliyewahi kuwa askari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, aliyewahi kuwa askari wa magereza Pregod Mosh, Nixon Jackson Machuche na Minilema anayejulikana pia kwa jina la Kindamba, walikutwa na hatia katika kesi ya jinai namba 23476 ya mwaka 2024 na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Walihukumiwa kifungo hicho cha maisha gerezani baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka kwa kikundi na kumwingilia kinyume cha maumbile binti mkazi wa Yombo Dovya mkoani Dar es Salaam. Wamekata rufaa na kesi hiyo iliyokuwa inasikilizwa katika Mahakama Kuu Dodoma imehairishwa hadi Juni 9, 2025. Mimi kwa majina naitwa Mesha Kiona Ngamando, ni wakili wa kujitegemea, ambapo leo tulikuja katika siku ya kwanza usikilizwaji wa shauri la rufaa la kina wateja wetu ambao walihukumiwa kufungwa maisha, ambao ni akina Nyundo pamoja na wenzake, ambapo baada ya kuwa wameshahukumiwa kwenye kesi ya msingi tulikata rufaa, ambayo rufaa yetu ile tulikata ikiwa na sababu 33. Lakini kwa leo wakati tumeanza kusikiliza tulizikategorize zile sababu zikawa ziko katika mafungu 9, ambapo leo tumejadili mafungu mawili tu ambao tumeyajadili effectively, ambayo kundi la kwanza tulianza kuijadili charge sheet, mapungufu ya charge sheet, na kundi la pili tukaja kujadili masuala ya ambayo yalikuwa ni masuala ya caution statement, yale maelezo ya onyo ya mtuhumiwa, ambapo baada hadi kufikia saa 9 kamili basi pande zote kwa upande wetu tulikuwa tumeshachoka. Senior Wasonga kabidi ya muaddress judge kumuomba ili kesi hii iahirishwe mpaka tarehe nyingine. Mwelekeo kesi nyewe wenyewe na hisi waandishi wa habari mlikuwa washuhuda, mlikuwepo mle ndani mnaangalia, kila kitu kilikuwa kinachukuliwa vizuri na mwenendo unaendelea vizuri, na hisi mlikuwa mnaangalia. Nina imani mmeangalia wakati tunajadili charge sheet. Charge sheet ilikuwa ina mapungufu makubwa sana. Charge sheet, yani kuna procedure, vitu vingi ambavyo vilikuwa vina mapungufu, ambavyo ndo bado hata tarehe 9 mtakuja kuvisikia hivyo vingine tena, mapungufu mengine ambayo yalikuwepo katika kesi ya msingi. Mahakama, kila mahakama ina mamlaka kutoa maamuzi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilitoa maamuzi kwa pressure ya jamii. Hapana. Mheshimiwa hakimu aliridhisha kutokana na ushahidi aliyousikiliza, aliridhika, ndio maana akatoa maamuzi yale. Lakini siwezi nikasema kwamba alitoa kwa sababu ya pressure ya jamii, hapana. Alitoa kulingana na yeye alichokiona kwenye mwenendo wa shauri zima. Na sisi tukaona kuna mapungufu, ndio maana tukakata rufaa. Kwa hiyo kila kitu yani yeye alifanya kwa level yake kuona kwamba ni sahihi. Lakini sasa uwezo kaacha, lazima uende ngazi ya juu na yenyewe ende kaangalie